Rake Pakaduzu Guduguduguduguduguda Malika Tekado Kataka Pakadugudigada Irosoko Pakalo Prekedoza Intozo Kotoko Pakala Bakada Lekondo Pakadiko Diko Diko Dikoda Oropogo Pogo Dekada Valikada Orapake Pogo Diko Diko Dikoda Orosoko Prekeliko Dogo Bakaliko Dia Iroska Pakaduze Ketekadikada Imparakusha Kalabakaluza Intosko Prekelosa Kadagada Bakalida Intalo Prekelogo Dogo Bikada Osanto Preketekadekadekadekada Imakala Prosokoto Imeke Pekada Bakada Obreloko Pogo Sokoto Imakada Diko Pekaluko Dogoba Omakada Dakabakaduza Malika la prosoko pakadikada Ijoko preketekada Orapakaduzo kodogo prekaduzo Orente dekada bikada Opakadusko bakalo prekaduza Lindozo godogo Omakadilo rosaka prakaludozo kadia Imakaduske bagalodogo Isanto to keda Irosoko prekadikada lagada Imekalo prosoko tobakalikada Yekedekadikada kabakaduza Le prosoko pakada bakalo presida Intoske pakaduza Le kadakadakaduza Impresoko pakaduza Le kologo bakada bakaduza Intolega dogo Dogoda Imakados Kebagalo Dekadagaba Yente Dogodika Yekedegada Yoto Bakaduze Kedegada Into Prekeduze Legadagada Malika Pakaduze Pakaduza Pakaduza Lindos Pakaduza Roto Pakata Ligo Pakaduza Malika Pakaduzo Malika Impakaduzo Pakadigada Yenteduzo Pakadigada Orapakata Yente Pakaduzo Malika Prekeduzo Prekeduza Lindos Pakaduzo
Leprosoko pakadujeta Thank you, Jesus. Father, we give you glory. We worship you, mighty God. Visit us. We want to experience time of refreshing today. Out of your presence, Father, let times of refreshing be activated in our lives. Lord, refresh our soul. Refresh us, King of glory. Revive us, King of glory. Refresh us today. Let your name be glorified. We thank you and we give you praise. In Jesus' name. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Bwana kwa nafasi nyingine ya kukutana siku ya leo katika ibada hii ya Kiswahili. Ningependa niwakaribishe nyote. Tunaenda kumwabudu Bwana na tutaanza kwa wimbo wa tenzi, na kabla hatujaanza ningependa tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru asubuhi ya leo. Asante kwa wema wako, asante kwa kutuhifadhi. Asante kwa kutupa buheri wa afya. Asante kwa kutupa nguvu na uwezo wa kuwa hapa siku ya leo. Tunapoenda kukusifu na kukuabudu, tunaomba Bwana ibada yetu ikakubalike mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana katika ibada hii utaenda kunena nasi, utaenda kuyaguza maisha yetu, utaenda kutubadilisha kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ningependa tuimbe wimbo ambao unasema usinipite Mwokozi. Usinipite Mwokozi, unapozuru wengi usinipite.
kuabudiwa, unastahili wewe, wastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe tu, unastahili kuabudiwa, unastahili
wewe tunakukimbilia, mwenye enzi, Mungu wa baraka, Mungu wa neema, wewe tunakukimbilia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, neno lako linasema kuwa wanaokimbilia neno lako watapata wokovu. Asubuhi ya leo tunakukimbilia Bwana, tunakimbilia na kulitia jina lako la neema katika jina la Yesu Kristo. Bwana, uinuliwe asubuhi ya leo. Bwana, upewe sifa. Bwana, utukuze katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunasema ni asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa fadhili na kwa wema wako. Tunasema ni asante Bwana, tulie neema kwa juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunalibariki jina lako. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Katika jina la Yesu tumeomba. Haleluya. Haleluya. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunaomba kuwa wakati watu wako na watoto wako wanapokusanyika, tunaomba kuwa uwepo wako Bwana utashuka juu ya hii nyumba. Tunaomba kuwa Bwana uwezo wako utatamalaki katika hii anga. Tunaomba kuwa Bwana asubuhi ya leo utajidhihirisha mwenye uwezo, utajidhihirisha Mungu mkuu katikati ya kanisa lako katika jina la Yesu. Tunaomba kuwa Bwana kutakuwa na uponyaji. Tunaomba kuwa ishara na miujiza zitatendeka katika jina lako. Bwana, uinuliwe, utukuzwe asubuhi ya leo. Tuna shukrani kwa kutujalia Bwana kuwa katika uwepo wako. Uinuliwe na uimidiwe katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen. Amina, amina. Tunaweza kuketi. Hallelujah. Hallelujah. Tunakaribishwa katika ibada ya leo. Hakika Mungu amekuwa mwema, Mungu amekuwa mwaminifu. Ametujalia na uhai, ametujalia na uzima, ametutia nguvu na ametuneemesha. Na asubuhi ya leo tunakiri fadhili zake juu ya maisha yetu. Wanaotutazama kutoka manyumbani, mnakaribishwa katika ibada, na hata ambao watatazama huu mkanda katika siku zijazo. Najua huu mkanda na neno la Bwana ambao linakuja siku ya leo litaweza kukubariki na litakuwa la neema juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Haleluya. Asubuhi ya leo ningependa kuwakumbusha kuwa ibada yetu ya Kiswahili huanza kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 3. Kwa hivyo kila Jumapili, mahali popote unapotutazama, unaweza ungana nasi. Unaweza kututazama kupitia mtandao kwa Facebook. Utatupata hapo kila Jumapili saa 1 kamili, na uweze kujumuika nasi. Bwana anene nawe, Bwana akuneemeshe, Bwana abariki maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Baada ya ibada ya Kiswahili tutakuwa na ibada ya Kiingereza ambayo inaitwa inspirational service, na pia baada hiyo kuanzia saa 3 mpaka saa 5, hiyo ni ibada ya kwanza ya Kiingereza, na kuanzia saa 6 mpaka saa 8:30 ni ibada yetu ya pili ya Kiingereza. Kwa hivyo jumuika nasi, ungana nasi, tutazame mahali popote utakapokuwa, na Bwana ataweza kubariki maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Na asubuhi ya leo tunaye mtumishi wa Bwana ambaye siku ya leo atatuletea neno. Najua kuwa Bwana atamtumia kunena nasi
Bwana atatia neno lake katika kinywa chake, ili hilo neno likaweze kuwa la baraka zaidi. Hiyo neno likaweze kujenga nafsi zetu. Hilo neno likaweze kututia nguvu zaidi. Hilo neno likaweze kutufanya tukue na hamu zaidi ya kumtumikia Bwana. Kwa hivyo mahali popote ulipo, andaa kitabu, andaa kalamu yako, ukaweze kuchukua kuchukua notes, ukaweze kunakili wakati neno la Bwana linapoendelea. Unanakili mambo ambayo unasikia yanakukujia kwa uzito, ndiposa siku zijazo kaweze kurudi hapo katika hiyo nakala yako, uangalie ili siku Bwana alikuwa ananena nasi nini, na hivyo ndipo utaweza kuendelea kukua kiroho katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Na kwa hivyo kwa dakika 1-2 nataka tu mahali popote tulipo tuambie Bwana nena nasi. Hata wakati mtumishi wa Bwana anapoenda kuungana nasi, waambie tu Bwana nena nasi asubuhi ya leo. Bwana nafungua moyo wangu, Bwana nafungua nafsi yangu, ukaweze kunena nami. Bwana wacha siku ya leo nisibaki jinsi nilivyo, katika jina la Yesu. Bwana sitachukulia neno lako kijuujuu, bali nitafungua nafsi yangu, nitafungua mawazo yangu, nitafungua roho yangu, ili Bwana neno lako likapate nafasi katika maisha yangu. Nataka ambie Bwana, Bwana wacha neno lako likapate nafasi katika maisha yangu. Neno lako likapate nafasi katika moyo wangu. Neno lako likapate nafasi katika nafsi yangu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Bwana tunakushukuru, maana utaneemesha mtumishi wako asubuhi ya leo. Utaneemesha hata mkalimani wake asubuhi ya leo. Bwana, mkono wako mkuu na mkono wako hodari utakuwa juu ya maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja ambaye atakuwa nasikiza injili na neno na mafunzo ya asubuhi ya leo, Bwana wacha moyo wao kaweze kupanuka, wacha ukawape na ufahamu katika jina la Yesu. Wacha nuru ambao huambatana na neno lako ikawe juu ya maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja ambaye atasikiza, Bwana ataweza kufahamu, ataelewa mafundisho ya roho wako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana uinuliwe, Bwana utukuzwe. Asubuhi ya leo ni siku njema Bwana, tuko na hamu Bwana kusikia kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Father, we give you praise. Hallelujah, hallelujah. Bwana ni mwema, Bwana ni mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus. Tunaenda kumpokea mtumishi wa Bwana asubuhi ya leo na mkalimani wake. Mahali popote ulipofungua moyo wako ukaweze kubarikiwa zaidi, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ukapate kutiwa nguvu na neno la Bwana. Asubuhi ya leo Bwana akaweze kutenda jambo jipya juu ya maisha yako. Asubuhi ya leo Bwana akapate kukujenga, akapate kukutia motisha, akapate kuachilia kiwango cha juu cha neema juu ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. So at this point we are going to receive God's servant and the translator ama mkalimani wake, wakapate kutulisha nafsi zetu katika jina la Yesu. Apate kulisha nafsi zetu. Hallelujah. Bwana ni mwema. Let us pray. Tuombe. Father, we thank you for this great morning that you have made.
Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo ambao umetupa. Thank you for bringing us to your presence. Tunashukuru kwa kutuleta katika uwepo wako. Thank you for what you are set to do with us today. Asante ni kwa ajili ya mambo utakayoenda kutenda siku ya leo. Let your word prosper in our life. Wacha neno lako Bwana likanene katika maisha yetu. Do us good today. Tutende wema siku ya leo. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Help us, O God. Tusaidie Bwana. I receive unction and utterance to deliver your word. Ninapokea mamlaka ninapoenda kunena neno lako. Let it be that your word do us good. Wacha neno lako likatutende wema. Everyone hearing your word must be blessed. Takayesikia neno lako na abarikiwe. Thank you, Father. Asante Bwana. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. We started a teaching on looking up to God last week. Tulianza mafunzo jinsi ya kumtazamia Mungu wiki iliyopita. Looking up to God. Kumtazamia Bwana. And I began to make you understand the dynamics around you looking up to God. Na nikaanza kukufundisha na kukuonyesha jinsi ya kumtazamia Mungu. The Bible says in Psalm 121 from verse 1 to 3 said, I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help. Tuliona katika kitabu cha Zaburi jinsi neno la Mungu linaposema ya kwamba na nitayainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Said my help cometh from the Lord which made heaven and earth. Nasema ya kwamba msaada wangu watoka kwa Bwana aliyetengeneza mbingu na nchi. Said he will not suffer my foot to be moved. Nasema ya kwamba hata kubali niweze kusongezwa hata kidogo. He that keepeth thee will not slumber. Aliyeniweka na naye nitazamia hajaweza kusinzia. From that scripture we began to see that when you look up to God, he will not suffer your foot to be moved. Katika hiyo kitabu tunaona ya kwamba Mungu anatutazamia na anatujalia maisha yetu. The Bible says he will not slumber concerning your matter. Biblia inasema hata sinzia kuhusu mambo yetu. Hebrews chapter number 12 verse 2. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. The Bible says looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Biblia inasema tukimtazamia Mungu mwanzilishi na anayekamilisha imani yetu. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Sema ya kwamba ni kwa sababu ya utukufu uliowekwa mbele yake aliweza alisimama na hata kuweza kushinda yale mambo yaliyokuwa mbele yake. And he sat down at the right hand of God. Na akajitwika katika kiti mbele katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. From there we get the word that when you look up to God, he will give you grace to endure everything that you are passing through until you come out at the other side. Kutoka hapo tunaona ya kwamba unapomtazamia Mungu anakupa neema itakayokuwezesha kusimama hadi mwisho. Jesus endured the cross and despised the shame. Yesu aliweza kukamilisha mambo ambayo aliweza kuwekewa mbele yake. When you look up to God, you receive grace to endure. Unapomtazamia Mungu anakuneemesha na unakuwa mshindi. Again, you find again that when you look up to God, you will not fall, you will not fail. The grace of God upon your life will not fail. Tunaona ya kwamba pia ukimtazamia Mungu, neema ya Mungu haiwezi kushindwa katika maisha yako. The Bible says in Hebrews chapter 12 verse 15 to 16, it says looking diligently lest any man fail of the grace of God. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania tukimtazamia Mungu ndiposa tusiweze kuanguka. Who you are looking onto determines whether the grace of God over your life fails or remains. Unayemtazamia italingana kama neema yake itaweza kukustahimili. Grace can fail when you look at the wrong direction. Neema inaweza ikashindwa kama haujatazamia katika njia inayofaa. And then when you are not looking diligently, when you look small, you take away your eye, look again, you are confused, grace will fail. Kama hujatazama kamili basi pia utaweza kusimama. That's why the Bible says looking diligently lest any man fail of the grace of God. So when you are not looking diligently, when you are looking confused, you look back and you look, the grace will fail. Maana unapotizama pasipo na msimamo hautaweza kutoboa. The Bible says lest any root of bitterness springing up trouble you,
when you are not looking firmly, diligently on Christ, bitterness will rise in you. And you begin to wonder, why did Moses buy a car and I'm still trekking and I'm riding bike? Are we not mates? Excuse me, you are not mates. Go ahead, sir. Mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba ndiposa tusije tukatazama kando na kuwa na mambo na mahangaiko na kuanza kujiuliza ni kwa nini hatutafikia jambo fulani ama kulinganisha na watu wengine bila kujua. You just discover that you are now bitter when you come to church. As soon as Moses passed, you just get angry and say, can you imagine, now has a car but I'm still trekking. For what? For what? Why am I trekking? And then you now look, and then Imani, his wife, is sitting by his side. You wonder, can you imagine? Me and Imani, we used to trek before. We are in Trekkers Association. Now, Imani is now sitting in the front car, and me, I'm still trekking. And bitterness will rise up in you because of where you are looking. Kwa maana tunapojilinganisha basi tunajiweka katika taabu, kwa maana hatuwezi kujilinganisha, na Biblia imetuonya tusije tukajilinganisha na wengine. Is Moses' name Kanisha? Because I was expecting to hear Moses, I was saying Kanisha, Kanisha. And I said, when did they change Moses' name to Kanisha now? Hallelujah. Amen. The Bible says, lest the root of bitterness springing up trouble you. Biblia inasema ya kwamba tusije tukawa na shina la uchungu linalochipuka na kutusumbua. When you look up to God, you will never be bitter. But when you don't look at God, many things that will happen and you'll be very bitter. Tunapomtazamia Mungu hatuwezi tukawa na uchungu wakati wowote, lakini tunapotengana na Mungu basi uchungu utakuja. Where you are looking at determines whether you are defiled or not. Unapotazamia italingana ama itategemea kama wewe bado uko mtakatifu ama umeweza kutozingatia. There is a place where you can look to and they will stain you, and there's a place where you look to, they will cleanse you. Kuna mahali unaweza ukatazamia na ukaweza kuanguka, na kuna pengine unaweza ukaangalia na kutazamia ukaweza kusimama. The Bible says, lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of bread sold his birthright. Biblia inasema pasiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Where you look to determines whether you sell your birthright or you value your birthright. Unapotazamia itategemea kama utauza urithi wako. Whether you respect your birthright or you sell it is determined by where you are looking to. Kama utauza urithi wako ama utauza italingana na pale unapotazamia. The Bible says they looked at him and their faces were lightened and they were not ashamed. Biblia inasema na walimtazamia na nyuso zao zikaanza kumeremeta, ni kwa sababu walimtazamia. When you look at Christ, you will never be ashamed. Your face will be lightened. Ukimtazamia Yesu hauwezi kuaibika, bali uso wako utameremeta. I told you last week in Acts chapter 7 verse 55 to 56, the Bible says, and being full of the Holy Ghost, he looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God, and said, behold, I see heavens open and the Son of Man standing on the right hand of God. Where you look to determines what you see. Unapotazamia na unachokitazamia italingana ni nini unachoona. Stephen looked. Stefano alitazama. He looked steadfastly. Alitazama pasipo kuangalia kando. He kept on looking. Alizidi kutazamia. He continued to look. Na akaendelea kutazama. He did not stop looking. Hakuacha kutazama. He kept looking consistently. Akatazama pasipo kuangalia kando. And the heavens opened. Na mbingu zikafunguka. And as the heavens opened, he saw Jesus. Na mbingu zilipofunguka akamwona Yesu. When whatever you look to opens to you. Unachokitazamia kinafunguka ni kwa ajili yako. For example, when we are looking at the land every Sunday, every Sunday, the land opened to us. Kwa mfano tulipotazamia ardhi, tulizidi kutazamia ardhi ikafunguka ni kwa ajili yetu. What you focus on opens to you. Unachokitazamia kinafunguka ni kwa ajili yako. When you notice something is not opening to you, check yourself. You have not focused enough. Ukipata ya kwamba jambo halijafunguka ni kwa ajili yako,
jiangalie vyema, jichunguze na utapata kuna tatizo. The Bible says he saw Jesus moving around working on his behalf. Biblia inasema alimwona Yesu akitembea akishughulika ni kwa ajili yake. When you look on something consistently, the thing begins to work for you. Wakati unalitazamia jambo kwa muda ama pasipo kulegea, jambo linaanza kutendeka ni kwa ajili yako. If you want anything to work for you, focus on it. Kama unataka chochote kitendeke ni kwa ajili yako, basi lazima uweke macho yako pale. It will work for you. Itafanya kazi ni kwa ajili yako. I have taught you guys by example. Nimewafundisha kwa mfano. I have taught you to get focus and you see everything working when you focus. Nimewafundisha kwa mfano jinsi ya kutazamia jambo. When you are permanently distracted, you will never have anything working for you. This one works more, it will break down. It works more, it will break, and finally even you will break down. But when you focus on something, it will work for you. Usipokuwa na mtazamo hauwezi kusimama, lakini unapokuwa na mtazamo fulani, mambo itafanya kazi ni kwa ajili yako. The Bible says in Acts chapter number 3 verse 4 to 6. Acts chapter number 3 verse 4 to 6. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look on us." The Bible says, and he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, "Silver and gold I have none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And the man rose up and began to walk. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na mstari wa 4 hadi wa 6. Biblia inasema na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, "Tutazame sisi." Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, "Mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uende." Akamshika mkono wa kiume, akamuinua kwa nyayo zake, na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Peter looked at the guy and said, "Look on us. Give back the look. We have given you a look. You look back on us." Biblia inasema Petro alimtazama na akamwangalia, akamwambia tuangalie sisi, tutazame sisi. And as he looked, there was a connection. Na alipoangalia kulikuwa na kuunganishwa fulani. And he attracted what Peter carried. Na akapokea chochote ambacho Petro alikuwa nacho, which was lacking in his life, ambacho alikikosa, alipunguka katika maisha yake. Where you look to determines what you attract. Unapotazama italingana ni nini utapokea. You are always looking at failure. You are always looking at failure. By the grace of God, you will so fail until you become the chairman of failure. Unapokuwa mtu wa kutazama kuanguka, basi hakuna hata haja, maana utaanguka. But when you always look at success, look at good things happening, by the grace of God, you will so succeed that you wonder, what did I do to provoke success like this? Lakini unapotazamia kufaulu na utazamie kufaulu kwa muda, basi utaenda kufaulu. Where are you looking at? Unatazama nini? Who are you looking to? Unamtazamia nani? When we look at your life, we will know. Ukikutazama maisha yako tutajua. When we look at you, like, we will know. Tukikuangalia tutajua. If you have been looking at failure, you'll be failing. Kama umetazama kufeli, basi tukikuangalia tutajua. You have been looking at problem, you have a lot of it. Kama umeona shida kando yako, utakuwa na shida. So also, if you have been looking at success, you'll be succeeding. Pia kama umetazamia kufaulu, utafaulu. Now, many times you see people come to me and say, if you do that, it will fall. I say, back to sender. Now, reverse it. If you don't reverse it, it will happen to you. Why? Because I noticed that when I collect that thing and I'm looking at it, it will happen to me. So I return it back to sender. Wakati mwingi watu wanakuja kwangu na wako na mitazamo ya kufeli ama kuanguka, na wanapotabiri mambo kama hayo, ninawashinikiza wabadilisha mawazo. Ni kwa sababu vile unavyotazamia ndivyo utakavyokuwa. Basi ninawaamurisha haiwezekani. In Luke 21 verse 28. Katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 28. The Bible says that when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth near. Katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 21 mstari wa 28 linasema, na wakati haya mambo yatakapokuja, munitazame na muinue vichwa, kwa sababu wokovu wenu ukaribu. Look up, because your redemption is drawing near. Mtazame juu, kwa sababu wokovu wenu ukaribu. Look up, because
The more you look, the nearer your blessing comes. Mtazame juu, ni kwa sababu mnapotazama baraka zenu zinashuka. What? When you look at something, you draw it close to yourself. Ukitazama jambo unalivuta karibu nawe. Focus draws your blessing to you. Litazamie na baraka zako uanze kuzivuta. Lack of focus can stagnate your blessing or repel your blessings. Kutokuwa na mtazamo inaweza ikafanya baraka zako zisije ama zigeuke na kwenda kwingine. If you want your blessings to come near, focus on it. Ukitaka baraka zako zikukaribia, lazima uwe na mtazamo. When you focus on it, it will draw nearer until it reaches you. Ukiwa na mtazamo wa baraka zako zitaenda kukaribia na mpaka zikufikie. I told you last week in Luke chapter 9 verse 16 to 17, it says, and then he took the 5 loaves and 2 fishes, looking up to heaven. Niliwaeleza wiki iliyopita katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 9 na mstari wa 18, na alichukua zile ule mkate na akalitazama mbingu na akalibariki. He did not take 5,000 loaves, he only took 5 loaves and 2 fishes. Alichukua tu sehemu 5 tu ya mkate. And he took that small food and looked up to God. Na akachukua ule samaki mdogo na akatazama mbingu. While looking up, he blessed it and he broke it. Alipotazamia mbingu akaibariki na kuivunja. The Bible says multitude ate and they had 12 baskets extra in verse 17. Biblia inasema watu walikula na hata kulikuwa na salio. When you focus on something, the thing multiplies. Unapoweka mtazamo mahali fulani, ile jambo linaenda kuongezeka. When you look up to God, commit a little thing into God's hand, that thing will multiply. Ukimtazamia Mungu, hata na jambo ndogo linaenda kuongezeka. You may not have everything, but as long as you have God to look to, things will multiply. Unaweza ukawa hauna kila kitu, lakini unapomtazama Mungu anaenda kuongeza. I showed you concerning the man that Jesus prayed for in the book of Mark chapter 8, and then he said he could not see clearly. He was seeing men as trees. Then Jesus prayed for him again and told him, look up. And as he looked up, he started seeing clearly. Niliwapa mfano wa mtu ambaye aliponywa na alipotazama akaona watu wakienenda kama miti, na Yesu akamwambia tazama juu, na macho yake ikawa sawa na akaona vyema. You find that in Mark chapter 8 verse 25. After that he put his hand upon his eyes again and made him look up, and he was restored and saw every man clearly. Tunaona hilo katika kitabu cha Marko, wakati alipoweka mkono yake kwa macho yake tena, alimfanya atazame juu na akaregeshewa na akaona watu vyema. When he prayed for him, he made him to look up to God. So as he looked up, he started seeing clearly. If you have not been seeing clearly, it's because you are not looking up to God. Kama hujaweza kuona vyema, basi ni ishara hujamwangalia Mungu. When men look up, they see clearly. Wakati watu wanapotazama juu wanaona vyema. When men look around, they get very confused. Wakati watu wanatazama tu katika mazingira, wanachanganyikiwa zaidi. When men look down, they get intimidated. Wakati watu wanatazama chini, basi wanaenda kuaibika. But when men look up, they see clearly. Lakini tunapotazama juu tunaona vyema. Look up, sir. Tutazame juu. If you can look up, you will see clearly. Kama tunaweza tukatazama juu, tunaweza kuona vyema. In Mark chapter 7 verse 34 to 35. Katika kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 34 hadi wa 35. Mark 7:34 to 35. It says, and looking up to heaven, he sighed and said unto him, Ephata, that is, be opened. And straightway the ears were opened, and the strings of his tongue were loose, and he spake plain. Biblia inasema mara masikio yake yakafunguka, katika mstari wa 34, akatazama juu mbinguni, akaugua, akamwambia Ephata, maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka, kifungo cha ulimi wake kikalegea, akasema vizuri. From there you discover that when you look up as you pray, your prayer will be answered.
Kutoka pale tunajifunza ya kwamba tunapotazama juu hata tunapoomba maombi yetu From yanasikika. there you get another point that when you look up as you pray, things that were closed will open. Kutoka pale tunajifunza tena tunapotazama juu mambo ambayo yalifungika yanaenda kufunguka. From there you get another point that when you look up to God as you pray, people will start hearing you. Their ears will open to hear you. If their ears are not open, no matter what you say to them, they will not hear you. They will be behaving arrogantly and wickedly to you. But when their ears are open, they, oh, okay, I see, I understand. And they will understand you. Kutoka pale tunajifunza tena ya kwamba unapotazama juu masikio ya watu wanaokusikia yanafunguka na wanaweza kukusikiza. And in our generation, many people are deaf. They are not hearing. No matter what you say, they are looking at you. In fact, they are arguing with you stupidly. You know this guy, you are arguing like a stupid man and he's still swelling up. Why? The ears are closed spiritually. So you need to look up as you pray and as you speak to people so that their ears can open so they can hear well. Katika kizazi chetu watu wengi ni viziwi wa kiroho, hata unapowanemea hawawezi kuelewa. Kwa hivyo inatuhitaji tumtazame Mungu ndiposa masikio yao ikafunguke. The Bible says, and the string of his tongue was loose. When you look up as you pray, you will loosen people's tongue and they will say the right thing they should say to you, not a wicked thing. Biblia inasema na kifungo cha ulimi wake kikalegea. Wakati tunatazama juu, kifungo cha ulimi kinalegea na watu wanaelewa jinsi tunavyosema. And he began to speak plainly. He started speaking Queen's English. See, when you look up as you pray, people will speak the right thing to you plainly. They will not confuse you or speak in mysteries or in parables. Biblia inasema tunapomtazama Mungu tutaweza kusema vizuri na tutaeleweka. Hatutazungumza mambo ambayo hayaeleweki mbele za watu. So what are the benefits of looking up to God? Ni faida gani ya kutazama juu? I'm telling you, you need to understand it. What are the benefits of, I've brought it from every angle, but now I want to pencil it out in a straight, direct manner. Ni faida gani tunapata kutazama juu? When you look up to God, you receive help. Jambo la kwanza, tunapotazama juu tunapata msaada. When you look up to God, you will get the help. Tunapotazama Mungu juu tunapata msaada. If you have noticed that help is scarce from you, it's because of where you are looking to. You'll be looking to men. Kama umegundua ya kwamba msaada wako hauko karibu ama umekawia, ni kwa sababu haujatazama juu. Somebody sang and said, my help, my help, my help, all of my help cometh from the Lord. Mtu aliimba na kusema msaada wangu unatoka kwa Bwana. Very good. I thought you were going to sing it. Hallelujah. Praise God. Amina. All right, number 2. Your future will be assured when you look up to God. Jambo la pili ni mwisho wako ama hatima yako unapomtazama Mungu. The Bible says in Jeremiah chapter 29 verse 11 says, I know the thoughts that I think towards you. They are thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Another verse says to give you a future and a hope. When you look up to God, you will get an uncommon quality future. Your tomorrow will forever be better than your yesterday. Unapomtazamia Mungu anakupa hatima njema, jana yako haitakuwa njema kuliko siku yako ya leo. Kwa hivyo unapomtazama Mungu hatima yako ni njema. I'm telling you, your future will be sweet because you look up to God, and God is already in the future before your future. Mungu tayari ako katika hatima yako kabla hujafika pale. So when you look at somebody who is already where you are going to, your life gets better. But when you look at somebody who is expired, your future will expire. So look at somebody who is already in the future before you get there. Tunapaswa kumtazamia ambaye yuko katika mwisho wetu hata kabla hatujafika pale, tusije tukaanguka. Another benefit of looking up to God is because he will give you direction. Faida nyingine ya kumtazamia Mungu ni kwa sababu anatupa mwelekeo. When you look up to God, he will tell you, go this way, move that way, branch here, stop there, don't move again, now move now. Whenever you look up to God, he tells you what to do per time because he sees beyond you. He sits in heaven. And then remember, when you even go upstairs, when your house is tall, you can see far. But when your house is short, you only see cockroaches and rats. Tunapomtazamia Mungu anakuwa mwelekezi wetu. Kwa hivyo tunapaswa kujifunza Mungu yuko juu ya vyote na ndiye mwelekezi. Kwa hivyo tunapomtazama tutaweza kufika tunapoenda.
Jeremiah 23 verse 10. Jeremiah 23:10 says, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. He knoweth the way. So when you look up to God, he already knows the way. You just take it through the way. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 23 mstari wa 10, Biblia inasema ya kwamba maana inji Jeremiah 23:10. Maana inji imejaa wazinzi kwa sababu ya kuwapa inji inaomboleza. Malisho ya nyakini yamekauka, mwenendo wao ni mbaya na nguvu zao si za haki. It's Job 23:10, not Jeremiah. Job 23:10. Job 23:10. But he knoweth the way that I take. Very good, that's it. Job. Maana anajua njia ninayoifuata, wakati anaponijaribu ninafanywa kama dhahabu. So he shows you the way when you look up to him. Ananionyesha njia ninapomtazamia. Another point, number 4 or number 5, or what number it is. Jambo la 5, or whatever number it is in your paper. When you look up to God, he gives you surplus provision. Wakati tunapomtazamia Mungu anatupa zaidi ya tunachohitaji. Surplus. Zaidi ya tunachohitaji. Wait. The reason why he will give surplus is because he is not bankrupt. He is not looking for it. He has it. Sababu ya kumtazamia Mungu ni kwa sababu yeye si eti anakitafuta tunachohitaji, anacho. He gives you overwhelmingly. He gives you too much. Anatupa pasipo hesabu. When you look up to him, tunapomtazamia, that's what he does for you. Hivyo ndivyo anavyotenda. Overwhelming provision. Pasipo hesabu. So it's better to look up to God. Ni vyema kumtazamia Mungu. Because the Bible says in Matthew 6:11, Matthew chapter 6 verse 11 says, give us this day our daily bread. So you look up to him and he gives you daily bread and bread for the rest of your life. Tunamtazamia Mungu kama tunavyoona katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 11. Leo nasema utupe leo riziki yetu. Give us this day our daily bread. Utupe leo riziki yetu. But what he does is give you surplus supply until you have 12 baskets extra. Anachofanya anatupa zaidi ya tunachohitaji. When Jesus looked up to him, he multiplied 5 loaves and fishes to food for more than 5,000 to eat and extra in baskets. Biblia inasema wakati Yesu alitazama juu, Mungu alimpa zaidi ya kiwango kufikia ya kwamba watu zaidi ya 5,000 walikula na kukawa na salio. So look up to him. Tumtazamie Mungu. I discovered that it's easier and better for me to look up to God than to look at men. Nimegundua ya kwamba ni rahisi kumtazamia Mungu kuliko kutazamia watu. My life gets easier as I look up to him. I don't fear any man. I'm not shaking for anybody. When you look up to men, they will control you. They will tell you, I don't want you to be in the service. Show up in my house by 6 in the morning on Sunday. You will not say no, because if you say no, what he wants to give you, he won't give you again. And he will threaten you, if you don't come, I won't give you. Then you go there by 5:30, you are shaking in the cold. And then they tell him, he will say that he's sleeping. He wants to sleep well before he answers you. So you wait in the you wait in the cold. Then he wakes up and says he wants to eat breakfast first by 9:30. Then by 10 he said he wants to go and urinate and then download a bit. Then he downloads. By 10:30 he comes and says he wants to even take his bath. He needs to take his bath before he talks to you. And then he says there is another important person, more important than you, that you need to answer between 10 and 12. That you keep postponing and there's nothing you will do. Why? He's a human being. It is only God that when you look up to him, blesses you with dignity. Tunapowatazamia watu wanatuwekea vikwazo na wanakandamiza maisha yetu. Ni vigumu kutazamia watu, ni vema tumtazamie Mungu. One of the greatest benefits of looking up to God is that he gives you blessings plus honor and dignity. Moja ya faida kuu ambayo tunapata kumtazamia Mungu ni kwa sababu anatubariki na anatupa heshima, anatuinua hata kuliko tunavyodhania. What is honor? Heshima. He will heshima you. You know, I mean, you are blessed and you are not deflated. You don't have inferiority complex. You know, when a man blesses you and promotes you, especially if that man is very arrogant, you'll be intimidated. When you come around, you have to shake a bit. You have to shake a bit. If you open anyhow, he will harass you.
Are you understanding me? But when God blesses you, you are dignified, you are bold, your self-esteem is intact, your self-worth is intact, your self-security is intact, your self-assurance is intact. You are just fine. Hallelujah, praise God. Baraka ambazo ziko na watu ziko na vikwazo na hatuwezi kutimiza maisha yetu, lakini tukimtazamia Mungu, baraka za Mungu hazina mipaka. Anaweza kutupa chochote tunachohitaji. Psalm 34 verse number 5. I want to show you a scripture. Zaburi sura ya 34. Psalm chapter 34 verse number 5. Zaburi sura ya 34 mstari wa 5. I want everybody to read it, including those online and those live. Can we read it together? 1, 2, go. They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. Biblia inasema na walimtazamia na nyuso zao zikameremeta na nyuso zao hazikuwa na fedheha. They looked unto God and light shone on their face and they were shining. That's what it means. Walimtazamia Mungu na nyuso zao zikameremeta. Whenever you look at God, God makes you shine. Wakati tunamtazama Mungu anafanya nyuso zetu zimeremete. If you look to men, they don't want you to shine. They will shine. Tukiwatazama watu kwa sababu wataki tuweze kumeremeta ama kung'aa, basi wanatuzuia. That is why they wrote that book. Robert Greene wrote the book 48 Laws of Power. Don't outshine your master. If you try to shine anyhow, they will deshine you. They will remove shining from your life. Ndio maana tunakiona kitabu kimoja kilichoandikwa ya kwamba usiweze kubishana na mkuu wako, ni kwa sababu atakuweka chini. Haifai, lazima mkuu wako aweze kuangaa na kung'aa zaidi yako. But when it is God you looked up to, he is happy when you are shining. He is glorified when you are shining. Lakini tunapomtazamia Mungu anafurahia wakati nyuso zetu zimetiwa nuru. The Bible says, and their faces were not ashamed. Biblia inasema wala nyuso zao hazitaona haya. Your faces will not be ashamed. Amina. In Jesus' name. Amina. There are things you need to look away from. Kuna mambo ambayo tunafaa tusiyatazame. Bishop Oyedepo said one day God asked him, use one of your eyes to look up and use one eye to look down. And he tried it and it was impossible. Even me, I used to try it. I tried it. In fact, you can try it. Use one eye to look up like this and use one eye to look down. It's impossible. Hatuwezi kutazama juu na wakati ule tutazame chini kwa wakati mmoja, haiwezekani. Macho yetu lazima yaelekezwe pahali fulani. So what are the things you are supposed to look away from so you can concentrate on looking at God? Ni mambo gani tusiyofaa kuyatazama? Number 1, look away from yourself. Jambo la kwanza, tazama, usijitazame mwenyewe. Look away from your limitations. Usitazame upungufu wako. Look away from your qualifications and your abilities. Usitazame tu uwezo wako. Look away from your beauty and your talents. Usitazame tu mambo ambayo unaweza kufanya ama sura yako na kupendeza kwako. Stop looking at your failure, because the more you look at it, the more you fail. Usitazame mambo ambayo umeanguka. Take your eyes off yourself. Ondoa macho yako kutoka mahali ulipo. The Bible says favor is deceitful and beauty is vain, but the woman that feareth the Lord shall be praised. Don't look at your beauty. Usijitazame mwenyewe. Look at God. If you are looking at God, look away from yourself. Mtazamie Mungu na usijitazame mwenyewe. If you are looking at yourself, you will limit what you see. Ukianza kujitazama utajizuia. What you already have. Ukijitazama mwenyewe utajizuia, na hata mambo ambayo umeweza kukamilisha kuyatazama utajizuia. But when you look up to God, you will attract what God has that you don't have. Lakini tukimtazamia Mungu tutaweza kuyavuta mambo ambayo Mungu anayo ambayo hatujaweza kufikia. Number 2, look away from man. Jambo la pili, usimtazame mwanadamu. Stop looking at men. Wacha kumtazama mwanadamu. Whether the one that did well or the one that did not do well. Hata kama ni yule aliyetenda vyema ama ambaye aliyeshindwa. Whether the man that is rich or the one that is very poor. Haijalishi yeye ni tajiri ama ni maskini. Stop looking at human connections. Usitazame kuunganisha ama kukua
na watu ambayo ni wasaidizi. When you concentrate and keep looking at human connections, you'll be frustrated. Tukiwatazamia watu watatukandamiza. Stop looking at what human can give to you. What human can give to you is limited. Tusitazame mambo ambayo tunaweza kupata kwa watu, ni kwa sababu mambo ya mwanadamu yako na vizuizi. In Jeremiah 17 verse 5 to 6. Jeremiah 17:5 to 6. The Bible says, the Lord, cursed be the man that trusted in man and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. For he shall be like the heat in a desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places of the wilderness, in a salt land that is not inhabited. Leo nasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 na 6. Leo nasema Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana, maana atakuwa kama fukara nyikani. Hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. When you are looking at men, you will not see when your good cometh. Ukiwatazama watu hautajua wakati mema yanakuja. Stanford will give me money. Stanford, see his shoe, he will give me money. His shoes very nice. In fact, he has new shoes too. He must have money, he will give me money. And you are concentrating and you are looking at him. And maybe the guy is even trusting God for transport fare. And you are just looking at him. And you are just looking at him. And you are looking at him. And then Robinson have been sent by God to bring a bag of money to you. And then you are looking at Stanford and you are just looking at him. And you are calculating, you are trying to force him to give you the money. And you are commanding him to give money. I are even binding him. I bind you and I command you to give me money by fire. And you are just praying and they are commanding fire on him. And Robinson is carrying the money God sent him. And then Robinson comes to you and says, come and get away from me. Stop stopping me. And you concentrate. You will lose your money. You will lose your wealth. Why? Cursed is any man that is looking at another man. Amelaaniwa mtu yeyote anayemtazamia mwanadamu. Ametupa mfano ya kwamba unapotazamia mtu, amelinganisha watu wawili na kusema unapotazamia mtu fulani awe na msaada wako na msaada wako uko mahali fulani, basi utapoteza pasipo kujua. Kwa hivyo ni vyema tumtazamie Mungu, maana msaada wetu uko ndani ya Mungu. Number 3, stop looking at alternatives. Jambo la 3 anasema ya kwamba tusiwe na mambo ambayo tumeweka kando ambayo ni kama ya kutegemea. Whenever you have alternatives, you will never focus on God. Wakati tuko na tegemeo la kando, hatuwezi kumtazamia Mungu. Whenever you have alternatives, you will never concentrate on Jehovah. Wakati tuko na mambo tunayotegemea, tuweze kumwangalia Mungu. Alternatives can be deceptive. Mambo ambayo ni kama ni mipango ya kando inaweza kutuangusha. Alternatives can be very dubious. Mipango ya kando inaweza kutuangusha. If you love looking at alternatives, you will never give God his honor. Kama uko na mambo iko pembeni, hauwezi kumheshimu Mungu. Alternatives will take the place of God in your life. Mambo yasiyokuwa ya Mungu tunayoangalia haiwezi, inachukua nafasi ya Mungu. Alternatives can bring limitations. Mambo haya yanaweza kutuzuia. Alternatives can bring destruction. Mambo hayo yanaweza yakatuzuia. Alternatives can be fake. Mambo ya kando inaweza kuwa si halali. Some people look at witch doctors. Kati mwingine watu wanatazamia wachawi as an alternative. Kama jambo la kama kinga. Some people look at worldly methods as an alternative. Watu wanawatazamia watu katika hii dunia kama kinga yao. They want to get married and then the marriage is not coming. Then they decide, okay, let us do dating on Facebook. Mtu anapotaka kuoa na anaona ya kwamba wacha aende katika mtandao akaweze kubahatisha. And that is how they will meet a ritualist and they don't know. Na hivyo ndivyo watakutana na mchawi. Some people use other method. Introduce me to somebody in America. I want somebody in America. And they finally introduce him to somebody from the Church of Satan. Watu wengine wanataka kuunganika na watu walio nchi za ng'ambo na wanaenda kuunganika na watu wasio wa kawaida. Some people go for blind date. Watu wengine wanaenda katika ile mipango ambayo haina mpangilio. Mpangilio, what is mpangilio? Blind date. Blind date. Mpangilio. Vipofu. Okay. Hallelujah. Mpangilio. Hallelujah. All right. So somebody, see, don't have, when it is God, it is 100% focus. You get the best.
But when you have all kinds of alternatives, you never get the best. Wakati tuko na mipango yetu ya kando, hatuwezi tukamtazamia Mungu. Kwa hivyo lazima tumtazamia Mungu ndiposa akatusaidia. Some people like looking at the environment. Look away, number 4, from your environment. Environment, when you look at your environment, sometimes you can be stagnated, especially when you see around your environment people who are not succeeding. Watu wengine wanatazama mazingira yao. Hatupaswi kutazama mazingira, ni kwa sababu yanaweza kutudanganya. Tunapaswa kumtazamia Mungu. When you look at circumstances and situation of other people around the environment, you'll be discouraged. Unaangalia hali ilivyo katika mazingira, basi utakufa moyo. Tunapaswa kumtazamia Mungu. When we came to this area, I moved around. I saw how the environment looked, and I made up my mind I will create something that I've never seen in this environment before. If I were looking and following what is happening in this environment, by now we will still be in the tent. In fact, we'll be patching the tent. We'll get patchers to patch it for us so that all the leakages will be patched. Then we'll arrange ourselves and be staying there. But because I looked out of this place and I looked up to God, the thing everywhere changed, and I brought change to the area. Mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba tulipokuja katika mahali hapa, hakutazama mazingira wala kutazama mambo yanayoendelea mahali hapa. Alitazama Mungu, ni kwa sababu alijua kumtazamia Mungu ndipo Mungu atakapomsaidia. Looking around brings stagnation. Looking around the environment brings stagnation. Kutazama mazingira inafanya ukwame. Number 5. Jambo la 5. Stop looking back. Wacha kutazama nyuma. Stop looking back. Usitazame nyuma. Whenever you look back, you retrogress. Ukitazama nyuma, unaanza kurudi nyuma. When you look back, you remember your past that never added value to you. Ukitazama nyuma, unakumbuka mambo ya zamani ambayo hayakukusaidia. When you look back, you regret. Ukitazama nyuma, unaanza kuwaza na unaanza kufedheheka, unaanza kuona haya. When you look back, the speed of your progress stops. Why? Because you cannot look back and drive forward. Ukitazama nyuma, unaanza kwenda kwa ile mwendo uliokuwa unaenda nao kwa kasi, unapungua, unaanza kwenda polepole. Ni kwa sababu kutazama nyuma kunarudisha mtu nyuma. When you look back, you can be involved in an accident because you cannot go forward while looking back. Ukitazama nyuma, unaweza kujipata katika ajali. Ni kwa sababu haipaswi vile. When you look back, you can destroy many more lives because you are not looking forward, you are not seeing clearly. Ukitazama nyuma, unaweza kufanya maisha mengi katatizika ama kupoteza uhai. Ni kwa sababu kutazama nyuma kuna madhara. Again, maybe number 5 or number 6 or number 7. Don't look down. Jambo lingine, usitazame chini. When you look down, you get discouraged. Ukitazama chini, basi unaanza kuaibika. When you look down, you get depressed. Ukitazama chini, unashikwa na mawazo. I want to say something very important. Look at me. When you look down, people will look down on you. Ukitazama chini, watu watakuangalia tu na kuona wewe ni mtu uko chini. When you look up to God, people will look up to you. Ukitazama juu, watu watakuona umeinuliwa. So look up. Tazama juu. Look up. Tazama juu. Now, as you look up to God, avoid distractions. Unapotazama juu na kumwangalia Mungu, usikubali uweze kutenganishwa. There are many things that doesn't want you to look up because they know if you look up your life will change. So they come to distract you. Kuna mambo mengi ambayo yanataka kuzuia usitazame juu. When you allow those distractions, they will now take your focus away from God, and then your progress will start dropping. Ukikubali vizuizi, basi mtazamo wako kwa Mungu hautakuwepo na unaanza kwenda chini. Don't allow anything distract you when you are looking up to God. Usikubali chochote kiweze kukutenganisha unapotazama Mungu. What are the things that distract? Ni mambo gani yanazuia watu? That doesn't want you to look up to God. Ni mambo gani yanazuia watu kumtazamia Mungu? Number 1, temptation. Jambo la kwanza ni wakati unapopitia katika kujaribiwa. Temptations can distract you. Majaribu yanaweza kukuzuia. And make you not to concentrate your look on God. Na yakakufanya msimtazame Mungu. It can shake your faith. Inaweza hata kuweka kiwango cha imani yako katika Temptations majaribu. can shake you to the extent you start blaming God. Majaribu yanaweza kukufanya hata ukamlaumu Mungu. Temptation takes your attention off God.
Majaribu yanaweza kukufanya hata mawazo yako kutoka kwa Mungu. Temptation puts you under pressures. Majaribu yanakuweka katika mtihani mkuu. Temptations make you doubt God. Majaribu yanaweza kukufanya hata ukaweza kuona Mungu ni kama hayupo. When temptations come, don't concentrate on it. Take your eyes off it and face God. Majaribu yanapotujia tusiyatazame, tumtazame Mungu. That is why the Bible says, blessed is the man, Psalm chapter 1, that walketh not in the way of sinners, nor standeth in the way of, Psalm chapter 1, project it for me. Psalm 1 from verse number 1. Project quickly. I want to show you the postures of temptation. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly one, nor standeth in the way of sinners too, or seated in the seat of the scornful. Temptation has three postures. Number one, while you are walking, it distracts you. Then you stand and you start looking at it. Then finally you sit inside. Temptation has three postures of temptation: walking, standing, and sitting. When it finally arrests you to make you sit and settle inside it. So don't, when you are walking and you find it, take your eyes away and keep your focus on God. Biblia inasema ya kwamba eri mtu yule asiyekwenda katika ushauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani pa wenye mizaha. Kwa hivyo majaribu, wakati tunapoweza kusimama katika majaribu na kuyatazama, tunajipata tumeketi kwa wenye mizaha. Therefore, don't allow temptation get you to stand in one place. Number two, don't allow temptation to get you seated. Keep moving. Kwa hivyo tusikubali majaribu yatufanye tukasimama pasipofaa, wala tusikubali majaribu yatufanye kuketi kwenye baraza la wenye mizaha. Let your focus remain on God. Wacha mawazo yetu yabakie kwa Mungu. Another kind of distraction is confrontations and conspiracies. Jambo lingine ambalo linaweza kukandamiza mtu ni wakati kuna kukandamizwa na wakati kuna mabishano. Whenever you focus on God, get ready for people to confront you and conspire against you. Don't allow it distract you. Keep your focus on God, they will fail. Wakati tunapotaka kutazamia Mungu, tuwe tayari, ni kwa sababu mabishano na kukandamizwa zitakuja. Daniel concentrated his focus on God. Conspiracies came against him, all of them failed. The three Hebrew boys concentrated their focus on God. Confrontation and conspiracy came against them, all of them failed. Biblia inasema Danieli alimtazamia Mungu na mahali pale akaja kuinukiwa. Kwa hivyo tunapomtazamia Mungu kuna kuinukiwa na itakuja. Kwa hivyo tuwe tayari kumtazamia Mungu. Whenever you put your focus on God, get ready for the distraction called confrontation and conspiracies. Wakati tunapomtazamia Mungu tuwe tayari, kwa sababu kutakuja mambo ya kubishana na hata kukandamizwa. Number 3. Jambo la tatu, frustrations. Mambo ambayo yanatufanya tufe moyo. Frustrations are distractions. Mambo yanayokuja ili kutufanya tufe moyo ni vizuizi. Whenever you put your focus on God, the devil will always raise agents of frustration. People that will want to come and frustrate your effort. Don't allow them hold you back. Keep moving forward. Wakati tunamtazamia Mungu, mambo ambayo yatakuja kama vizuizi yatakuja ndiposa yatutoe mahali tulipo, tusimtazame Mungu. Therefore, don't allow frustrations make you lose your focus on God. Kwa hivyo usikubali kukandamizwa na mambo ya vizuizi ya kufanye utoe mtazamo wako kwa Mungu. Abraham got frustrated at some point and he backslided and started sleeping with Hagar. If he was not frustrated, his miracle was just next door. Biblia inasema Ibrahimu aliweza kukandamizwa na mambo hayo na akatoa macho yake kwa Mungu, na ndio maana akafanya dhambi na baraka yake ikaweza kukawia. Ni kwa maana tunaona ya kwamba baraka ya Ibrahimu ingekuja upesi, lakini kwa sababu ya kukandamizwa na kuangalia kando hakuweza kupokea kwa upesi. If you give in to frustration, you will delay your blessings or abort it. Ukijipeana katika mambo ambayo ni ya kukandamiza, basi hautaweza kufikia. If you give in to frustration, you will destroy your blessings by yourself. Ukikubali kukandamizwa, basi umeharibu baraka ambazo Mungu amekuwekea. If you give in to frustration, you will remove your name from the list of those that God wants to bless by yourself.
ukijipeana ama ukishindwa kusimama na kumtazamia Mungu, basi unajiondoa katika hesabu ya Mungu wa wale anataka kubariki. Zachariah was so frustrated when the angel that was bringing his blessing came. He told the angel, relax, I've been praying this prayer for a long time. And the angel had to slap him to make him dumb. Biblia nasema mtumishi wa Mungu Zakaria hakuweza kutazama Mungu kamili, na wakati baraka yake ilipokuja hakuelewa, na ndio maana hata malaika wa Mungu aliweza hata kumsimamisha kuongea. Frustration can make you speak unadvisedly with your mouth to the extent that you be the one that will tell God I'm no more eligible for my blessings. Ukandamizwa inaweza kufanya hata ukasema mambo yasiyofaa kupitia kinywa chako na kufanya Mungu asikubariki. So don't entertain frustration. Usikubali mambo ya kukandamizwa yachukue nafasi. You know, and there's group of frustrated people. They like saying, you see my life? And they say, it's even me, see my life too. And then you have a group of frustrated people that always give frustrated testimonies of how their life have scattered. You better get out of that group. Everybody in that group always have bad stories. Even as God is blessing them, they always have the bad side of life to come and talk about in that group. Disconnect yourself from that group. Tusiunganike na watu ambao wamekufa moyo tayari, ni kwa sababu watu kama hao wanaweza kukandamiza baraka yako. Again, oppositions and accusations. Pia kuinukiwa na kuwekelewa mambo is a distraction. Ni jambo linalokufanya uweze kuchukua mtazamo. It takes people's focus away from God. Linaweza likafanya mtazamo wako kwa Mungu upotee. Oppositions and accusations. Kuinukiwa na kunenewa. And then the last one is persecution. Jambo la mwisho ni kuinukiwa. It takes people's focus away from God. Inafanya mtu mtazamo wake utoke kwa Mungu. I want us to pray. Nataka tuende kuomba. Everything I want to take my focus away from God. Jambo lolote linaloenda kuchukua nafasi ya Mungu katika maisha yangu, that you be taken away now. Ninaamurisha uondoke katika jina la Yesu. I prefer you are taken away immediately. Ninaamurisha utoke mara moja. I am enforcing that you are taken away from my life. Ninasema utoke katika maisha yangu. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. I will not take my focus away from God. Sitaondoa mtazamo wangu kwa Mungu. Open your mouth and fire prayer wherever you are. Baba, katika jina la Yesu, ninaweka mtazamo wangu kwako katika jina la Yesu. Ninaweka mtazamo wa maisha yangu mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, niwezeshe katika kila jambo lolote linalofanya nisiweze kukutazamia Bwana, wacha likaondoke siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ninakana kila jambo ambalo linasimama kunikandamiza, ni katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nipe nguvu na mamlaka nikaweze kusimama pasipo kutingika katika jina la Yesu. Bwana, ninachukua mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Mazeka laga laga braga doshi garusa. Oreka taka braga doshi garusa. Mazeka taka braga doshi garusa. Ozeka laga laga laga. Ekataka braga doshi garusa. Mareka laga laga laga. Ekataka braga doshi garusa. Oreka laga laga laga. Oreka laga braga doshi garusa. Oreka taka braga doshi garusa. Oreka laga laga laga. Mazoka laga laga laga. Ekapanda la braga doshi. Oreka laga 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 laga. Oreka laga laga. Ezaga laga laga. Maroka taka braga doshi garusa. Ozega laga laga. Ekataka braga doshi. Oreka laga laga. Ekatoko braga doshi garusa. Mareka taka braga doshi garusa. Oreka laga laga. Ezaga laga laga. Maroka laga laga. Lord, I look up to you. 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 Oreka laga laga. Maroka laga laga. Ekataka laga. Mazoka laga laga. Ekatoko laga. Maroka laga laga. Ezaga laga laga. Oreka taka laga. Maroka laga laga. Ekataka laga. Izoga laga laga. Oreka laga laga. Ezaga laga. Maroka laga laga. Izoga laga. Oreka laga laga. Izoga laga. Maroka taka braga doshi garaba. Ozaga laga laga. Maroka taka braga doshi garusa handa. Oreka laga laga. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Finally you pray, Father, as I look to you, let the benefits of looking to you show in my life.
Tunaenda kuomba Baba, tunapoenda kuomba wacha faida ya kukutazamia ikaonekane Fire the maishani. prayer, fire the prayer. Let the Katika benefits jina of la looking to Yesu, you wacha faida show in ya my life. kukutazamia Let ikaonekane it katika show maisha in my yetu. life. Katika jina Let la it Yesu show in Kristo, my life. wacha faida ya Maleka panda kukutazamia la Bwana pragadusha likaonekane katika maisha yangu. Orekataka bragadoshe garusa. Mareka laga daga. Ekataka bragadoshe garusa. Let it show in my life. Let the benefits of looking to you show in my life. Mareka panda la bragadoshe. Oriakataka bragadoshe garusa. Malakataka bragadoshe garusa. Let the benefits begin to show in my life. Let it be so. Thank you, Father. Asante Yesu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Help us, O Lord, to remain focused on you. Bwana tusaidie No tukakutazamia. matter what happens, Hata itendeke nini, let our focus remain on you. wacha mtazamo wetu In the ukabaki mighty kwako. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu We Kristo. ask, O God, that none of us will remove our focus from you. Bwana tunaomba pasije mmoja wetu akatoe mtazamo wake kwako. Frustrations will not take our focus away from you. Ukandamizwa haitachukua mtazamo wetu. Persecutions will not take our focus away from you. Hata kudhihakiwa haitachukua mtazamo wetu. Oppositions will not take our focus away from you. Hata kukandamizwa haitachukua mtazamo wetu. Accusations will not take our focus away from you. Kuinukiwa haitachukua mtazamo wetu kwako. Pressures will not take our focus away from you. Hakuna jambo litachukua mtazamo wetu kwako. Temptations will not take our focus away Hata from you. majaribu haitachukua. Pride will not take our focus away from you. Kiburi hatachukua nafasi yetu kwa yako kwako. Carnality will not take our focus away from you. Hata mwili hautachukua hiyo nafasi. Help us, O God, Tusaidie Bwana. and let this focus on you the best of results. Wacha Bwana mtazamo huu kaweze kuleta faida. Thank you, Father. Asante Bwana Yesu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Everybody say amen. Amina. I believe you have learned something this morning. Ninajua ya kwamba tumebarikiwa. You can share the video with someone Naweza tukanena na wengine na so kuwafundisha. that person can hear the word of God. Ndiposa pia wakalisikia neno la I want Mungu. us to give our offerings, Nataka tukatoe matoleo yetu, our tithes, our seeds, tukatoe sadaka zetu so na hata we fungu la can kumi. now get into the second service. Ndiposa tuingie ibada ya pili So you can get out your offerings. na tuinue sadaka You can zetu. use the M-Pesa pay bill 821430. Naweza kutumia nambari ya M-Pesa ambayo tutaiona katika skrini zetu. You can also you can use the SendWave app. Tunaweza kutumia pia, kuna mtandao mwingine ulio hata katika skrini zetu, unaweza kuona, unaweza kuutumia For kama uko those nje. who are not in Africa. Wale walio nje ya Afrika, Those who are physically here, you can bring yours physically. wale tulio hapa tunaweza kutoa matoleo yetu hapa. And the Almighty God will bless you. Mungu atatubariki. Don't forget to pay your tithes. Tusisahau kutoa fungu letu la 10. You will see God bless you Tutamwona Mungu akitubariki in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu So let's Kristo. go ahead, give our offerings. It will take suffering away from your life Itaondoa kuteseka katika maisha yetu in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Let us pray. Our Father, we thank you for everyone giving their offerings. Let everyone's offering, tithe, seed, sacrifices be accepted by you. And cause it to be that every one of us will swim in wealth that we never thought we could ever have. In the mighty name of Jesus Christ. Glorify your name in our lives. Father, I ask, oh God, that everyone given will never beg for bread. In Jesus' name we pray. Amina. Amen. Amina. Hallelujah. All right. You can step forward and drop your offerings. All right, let's share the grace and then prepare for the second service. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely God's goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Keep looking up to God. Zidi kumtazamia Mungu. God bless you. Bwana wabariki.